wowe ushaka kumenya amakuru nyayo atomoye kandi kugiye, wowe ushaka ibiganiro bigufasha gutahura isi turimo, hazi kuri Brighton ITV aho amakuru ahurira n'ukuri. Dukora documentaire, inkuru zidasanzwe n'amakuru yizewe. Ani uzosanga inkuru zituvugwa handi, ibiganiro bituma wiga wiyumvira kandi ugahindura ko ubona ibintu. Subscribe kandi sabone kugira ibiganiro bigushikire kugiye. Brighton ITV. Ni matumaini yangu kama hujambo mpenzi mtazamaji wa Kejo Media, nimerudi tena katika darasa. Nakumbuka niliwafundisha kuhusu afya ya uzazi, lakini pia kwenye afya ya uzazi tukawa tunaangalia uzazi wa mpango. Tuliangalia mambo kadha wa kadha kuhusu afya ya uzazi, lakini pia nikawafundisha kuhusu kutumia uzazi wa mpango. Tuliona uzazi wa mpango na vipengele vyake, lakini pia tukaona faida za kutumia uzazi wa mpango. Lakini kumbuka hakuna kitu ambacho hakina madhara. So leo tunaenda kuangalia madhara yanayotokana na uzazi wa mpango. Kumbuka kwamba dunia ya sasa ni vizuri mke na mume wakakaa, au labda mtu binafsi akakaa akasema kwamba mimi ni lazima nitumie uzazi wa mpango kulingana na uchumi alionao. Labda uangalie namna gani utakavozaa watoto ambao utakuwa tayari kuwalea, na sio kuzaa ovyo ovyo huku ukijua kwamba haupo tayari kuwalea. Kumbe ni vizuri mtu akazaa watoto ambao yupo tayari kufanyaje? Kuwalea. Sasa leo tunaenda kuangalia madhara ya uzazi wa mpango, huku tukiangalia kuhusiana madhara ya vidonge, madhara ya kitanzi, madhara ya sindano, madhara ya kijiti, lakini pia nitakuja kukuelekeza kila kipengele na madhara yake. So naomba ungane na mimi moja kwa moja tuende tukaangalie pia madhara ya vidonge. So kumbuka kwamba vidonge nilikufundisha namna ya kuvitumia na faida yake, lakini pia tunaenda kuangalia sasa kwenye vidonge madhara ya vidonge kwa wale ambao wanatumia uzazi wa mpango. Lakini pia unashauriwa kwamba pale unapotaka kutumia uzazi wa mpango, kabla ya kutumia usikurupuke kuchagua kipengele ambacho unaweza kutumia. Hapana. Nenda hospitali ukaonana na daktari upate matibabu, au labda upate ushauri, wapime homoni zako kama zinaendana na kile kipengele ambacho unataka kuchagua kukitumia. So naomba ungane na mimi tuanze kwanza tuangalie, je, vidonge vina madhara gani? So tukianza na vidonge huathiri fuko la uzazi kwa ndani. Ni vizuri tu nikwambie ukweli, japokuwa uzazi wa mpango ni sawa na mtu anashauriwa kutumia uzazi wa mpango, lakini pia lazima nikuelekeze na madhara, kwa sababu hivi vitu ambavyo wataalamu walileta vipo kwa ajili ya kutumia uzazi wa mpango, lakini pia haviwezi kukosa madhara. Wanakuambia kwamba wataalamu kwamba huathiri fuko la uzazi kwa ndani. Kumbuka hivyo ni vidonge. Lakini pia kuumwa kichwa mara kwa mara, unakuwa na kichefuchefu, lakini pia kutopata hedhi kwa baadhi ya wanawake. Unaweza ukapata hedhi au labda usipate hedhi kabisa. So ni vizuri sasa, kabla ya kuanza uzazi wa mpango, uende hospitali ukapate ushauri ambao kabisa utakupa wewe mwenyewe kuchagua ni njia ipi ambayo unaweza kutumia kutokana sasa na ushauri ambao umepewa na uelewa ambao utakuwa umepewa na daktari. Kumbuka kwamba nimeshakwambia ni vizuri pia wakapime kwanza, je, kile kipengele unachoenda kukitumia, kama ni vidonge, kama ni kijiti, kama ni kitanzi, waangalie kwanza kwamba homoni zako zinaendana na kile kitu ambacho unaenda kufanyaje? Kukitumia. Lakini pia tukiangalia sindano, kuna usumbufu wa hedhi pia. Unaweza ukakosa hedhi au hedhi kabadilika, ukaingia mara 2 kwa mwezi, au labda mwezi ukapita hedhi katokea baada ya mwezi, kwa hiyo unakuwa unapata usumbufu. Lakini pia kuumwa kichwa havina utofauti na vidonge. Kumbuka kwenye vidonge pia tumeona kwamba na kwenye vidonge unaweza kufanyaje? Ukaumwa kichwa. Lakini pia kuongezeka uzito. Sindano ni mojawapo inayosababisha mtu kuongezeka uzito. Kama ulikuwa na kilo 50, unaona mabadiliko kabisa, uzito unapanda mpaka unapanda kwenye kilo 70, ambavyo hiyo sio vizuri, kwa sababu kumbuka kwamba ukiwa na uzito mwingi napo ni dalili mojawapo ambayo inaweza kukuletea madhara kama kisukari au ugonjwa wa moyo na kadhalika. Lakini pia kuna kubadilisha mwendo wa damu. Yaani vile damu ambavyo ilikuwa inazunguka kwenye mwili
kuna mabadiliko fulani. Lakini pia tumeona hapa kwamba wameandika unaweza kupata kisukari. Unaweza kupata kisukari kulingana na tumia zile sindano. Ni ule uzito sasa ambao unaongezeka. Lakini pia wanakuambia hapa kwamba unaweza kupata tena ugonjwa wa moyo. Kumbuka hapo tupo kwenye sindano. Utapata ugonjwa wa moyo kutokana na uzito mwingi hivyo. So kumbe nimerudia tena kukwambia ni vizuri ukaende kupima kwanza hospitali, waangalie homoni zako, je, zinaendana na hivi vipengele ambavyo umevichagua. So twende tukaangalie kitanzi. Kitanzi unaweza kupata madhara kama utokaji hovyo wa damu. Yaani unakuwa upo tu hujajiandaa, unaona damu zinatoka. Hiyo ni madhara ya kwanza. Lakini pia madhara ya pili tunaenda kuangalia kutoboka fuko la uzazi. Manake fuko la uzazi linaweza likafanyeje? Likatoboka kutokana na kitanzi. Lakini pia kuongezeka kwa upana wa uke. Yaani upana wa uke unaweza kufanyaje? Ukaongezeka. Nadhani hapo madhara ambayo yanatokana na kitanzi hapo utakuwa umeyaelewa. Sasa twende tukaangalie kijiti. Kijiti wanakuambia wataalamu kwamba mara nyingi husababisha kansa ya kizazi. Au kansa ikatokea pale ambapo ulitumia kijiti. Kumbuka kwamba anapo kichomoa yawezekana kansa ikaingilia humo au kansa ikaingilia wapi? Kwenye kizazi. Lakini pia wanakuambia wataalamu kwamba kijiti kinasababisha kama akili kuchanganikiwa. Yaani unajihisi kama umechanganikiwa yani. Na hapa wanakuambia kwamba husababisha shinikizo la damu, huleta maumivu makali wakati wa tendo la ndoa. Kijiti nacho kinaweza kikasababisha shinikizo la damu au labda kikaleta maumivu makali wakati wa tendo la ndoa. Lakini pia kijiti kinaweza kikakuletea tena madhara ambayo wakati wa tendo la ndoa huwezi kujisikia raha na mwenza wako. Lakini pia kijiti kinaweza kikasababisha tena kuongezeka kwa uzito au labda tumbo kuwa kubwa. Ni dalili mojawapo ambayo inakupeleka tena kwenye njia ya kupata ugonjwa wa moyo au labda kisukari. So nadhani hapo utakuwa umeshanielewa madhara ambayo yanaweza kutokana na vile vipengele vya uzazi wa mpango ambavyo nimekutajia hapo. Umeona sasa angalizo wanakuambiaje? Ili kujitoa kwenye tatizo hilo. Ili kujitoa kwenye tatizo hilo unashauriwa kutumia kondom. Kama itawezekana, ukishalijadili wewe na mwenza wako, mnashauriwa kufanyaje? Kutumia kondom. Kwa sababu kondom ni njia iliyo salama ambayo haiwezi kukuletea matatizo yoyote na ni njia ambayo imeaminika kabisa. Lakini pia kama upande wa kutumia njia ya kondom mtakuwa umewasumbua nyinyi kama wapenzi, mnashauriwa kutumia kalenda au kuhesabu ikiambatana na uvumilivu. Kama mke wako unajua kabisa mzunguko wa hedhi unakuwa upo salama, haubadiliki, ni vizuri sana mkatumia hesabu, ambapo ukiona kwamba mke wako yupo kwenye hatari ya kubeba mimba, unaweza ukavumilia ili muendelee kuwa salama kwenye ndoa na kutozaa watoto wengi kwa kutumia uvumilivu, au labda kabisa imeshindikana, mnashauriwa kufanyaje? Kutumia kondom. Lakini kumbuka, sio baadhi ya wanawake kwamba wakitumia huo uzazi wa mpango kwenye vile vipengele ambavyo nimewatajia kwamba wote wanakuwa hivyo. Kuna wengine wanatumia kabisa na wanakuwa salama bila shida yoyote, bila changamoto yoyote. Ndio maana nimekushauri kwamba ni vizuri ukaenda hospitali, ukakaa na daktari, upate ushauri. Labda kuna vipimo mbalimbali watakupima pale ambavyo vitakuja kuleta majibu kwamba unatakiwa utumie uzazi wa mpango, kama ni vidonge au kama ni kijiti au kitanzi, unatakiwa utumie hivyo kutokana na majibu ambayo daktari atakuwa ameshakupa, kutokana na vipimo ambavyo amejiridhisha, hasa kwa kupima homoni kwamba zinaendana na vile vipengele vya uzazi wa mpango ambavyo unaweza ukafanyaje? Ukatumia. So kama mnakumbuka, ni vizuri wewe na mwenza wako mkakaa mkashauriana. Ushauri ambao mimi natoa ni kwamba wewe na mwenza wako
kaeni kwanza mshauriane kulingana na uchumi. Kumbuka kwamba nimewaambia haswa kwenye uchumi, yaani uzae watoto ambao mpo tayari kufanyeje, kuwalea. Kaeni na mwenza wako mlipange vizuri, mkisharidhiana ndo mchukue uamuzi. Sio vizuri mwanamke akachukua uamuzi peke yake bila kushirikisha mume wake, kwa sababu mwisho wa siku akija kupata hayo madhara, ikaonekana kwamba ni lazima mwende hospitali, mume akajua kwamba madhara yametokana na kutumia huo uzazi wa mpango, ambapo kumbuka ulifanya bila kushirikisha mume wako, itakuja kuleta shida kwenye familia. Hapo ndipo ugomvi utakapoanzia. Ni vizuri sasa nyinyi wawili kama mke na mume mkapanga vizuri, mkaamua mmoja akaenda kama ni mwanamke akachukua uzazi wa mpango, au labda kama ni mwanaume naye achukue uzazi wa mpango, kutokana na jinsi ambavyo mmekubaliana na mambo yakawa vizuri. Na mnashauriwa kwamba mnapochukua hiyo hatua, kama ni mwanamke asiende hospitali peke yake. Ni vizuri wewe kama mume wake ukamsindikiza pale, kwa sababu pale utakuja kupata ushauri ambao utakuwa vizuri mkiusikiliza wote. Sasa daktari kishaelezea kwamba vidonge vina faida hizi, lakini pia vina madhara haya. Kitanzi kina faida hii, lakini kina madhara kama haya. So kijiti kina faida hii, lakini pia kina madhara kama haya. Sasa wewe na mwenza wako, hapo sasa ndipo mtakapochagua dokta au daktari anaweza kawapa muda, mkaenda pale nje mkajifikiria, mkaona ni vyema tumeamua kutumia njia ya uzazi wa mpango hii au hii. Nadhani hapo utakuwa umenielewa vizuri sana. So kama unakumbuka nilivyokufundisha, nilianzia kuwafundisha kuhusiana na afya, tukaenda tukaangalia afya ya uzazi, lakini pia tukaangalia uzazi wa mpango. So darasa ambalo nilikuwa nimeshakuandalia ndo kama hivi limeishia hapa. Nikushukuru wewe unapoendelea kunitazama na kunifuatilia, lakini pia naomba pale ambapo utakuwa na mawazo au labda mchango ambao unaweza kuchangia kwenye darasa hili, unakaribishwa. Ingia kwenye channel ya Akejo Media. Ukishaona vipindi ambavyo vimetoka, angalia kipindi ambacho kukielewa, uniulize majibu na mimi nitakujibu. Au labda kama una kitu chochote cha kuchangia, utachangia pale, itakuwa vizuri, kwa sababu na mimi nitaona kwamba naambatana na wewe kwenye darasa bega kwa bega. Kwa hiyo nikushukuru sana. Na baada ya hapo, ipo siku nitaanza sasa kutoa maswali pale. Nitaenda pale kwenye channel ya Akejo Media, nitaenda kutoa maswali. Wewe utakaye nijibu, kuna kazawadi fulani nitakuandalia ambako katakuja kukupendeza kabisa. Au labda hata kama sitaenda pale kwenye channel kutoa hayo maswali, nitakuja kuyatoa hapa mbele ya kamera. Lakini sasa yale maswali ambayo nitatoa yatatoka kwenye lile darasa ambalo tulipata kuanzia mwanzoni. Kama nakumbuka, nimewafundisha madhara ya magonjwa ya zinaa, nikawafundisha magonjwa ya zinaa ni nini. Ni darasa mojawapo ambayo inaendelea kutupa namna ya kuishi kimaisha tukiwa na afya nzuri na ikiwa afya salama. So endelea sasa kunifuatilia, na naweza nikatoa namba yangu hapo ambapo unaweza kunitafuta ukaniandikia WhatsApp ukasema kwamba hiki sijakielewa au labda hiki nimekielewa, au labda kama una hoja yoyote unaweza ukanifuata. 076 3802528. Hiyo ni namba ya WhatsApp. Tunaanza plus 255 76 3802528. Lakini pia unaweza kanitafuta tena kwenye namba ya kawaida 67 889 mwisho 100, au unaanza plus 257 alafu tunaenda 67 889 100. Hizo ndizo namba zangu ninazozitumia. Kama una swali lolote au kama una mchango wowote, unaweza ukanitafutia hapo, au labda unaweza ukaingia kwenye comment ya Akejo Media ukauliza chochote na utajibiwa. Au labda kama una swali au kama una mchango wowote, au kama unataka kufika kwenye media kuelimisha au kutoa ushauri, unakaribishwa sana. Ulikuwa na mimi Felix, nikutakia siku njema. Bye bye.
woba ushaka kumenya amakuru nyayo atomoye kandi ku gihe, woba ushaka ibiganiro bigufasha gutahura isi turimo, haze kuri Brighton ITV aho amakuru ahurira n'ukuri. Dukora documentaire, inkuru zidasanzwe n'amakuru yizewe. Aha niho uzosanga inkuru zitavugwa ahandi, ibiganiro bituma wiga wiyumvira kandi ugahindura ko ubona ibintu. Subscribe canke sabone kugira ibiganiro bigushikire ku gihe. Brighton ITV.